Karibu sana mtazamaji wetu. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imelaani vikali shambulio la anga lililofanywa na Israel katika makazi ya watu kusini mwa Beirut nchini Lebanon, lililosababisha kuuawa kwa kamanda mwandamizi wa Hezbollah Haitham Ali Tabatabai na watu wengine 4. Shambulio hilo lilitokea siku ya Jumapili katika kitongoji cha Dahiye mashariki mwa mji mkuu wa Lebanon, likielezwa na Iran kama tendo la kikatili na ukiukwaji mkubwa wa makubaliano kusitisha mapigano ya Novemba mwaka 2024 ambayo yalikusudiwa kukomesha vita vilivyozidi kupamba moto kati ya Israel na Hezbollah. Kwa mujibu wa mamlaka za Lebanon, watu 28 walijeruhiwa katika shambulio hilo, wakiwemo wanawake na watoto, jambo ambalo Iran imelitaja kama ushahidi wa kile ilichokiita uhalifu wa kivita unaofanywa na utawala wa Kizayuni. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumapili, Wizara ya mambo ya nje ya Iran ilisema mashambulio ya Israel yanalenga makazi ya raia kwa makusudi na kusisitiza kuwa viongozi wa Israel wanapaswa kuwajibishwa kimataifa kwa matendo ya kigaidi na vitendo vinavyokiuka sheria za kimataifa. Wizara hiyo pia ilitoa pole kwa familia za waathiriwa na kumtaja kamanda Tabatabai kama shujaa aliyetoa maisha yake kulinda taifa la Lebanon dhidi ya uvamizi wa Israel kwa miaka mingi. Aidha, Iran ilikosoa Marekani kwa kuendelea kuiunga mkono Israel kijeshi na kisiasa, ikisema msaada huo ndio unaoipa Israel ujasiri wa kuendelea kuvunja masharti ya kusitisha mapigano. Iran pia ilizitaka Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama kuchukua hatua madhubuti dhidi ya kile ilichokiita ukimya usioelezeka mbele ya mashambulizi mara kwa mara dhidi ya raia wa Lebanon. Ukimya huu ni jambo la kusikitisha na halikubaliki, taarifa ya Iran ilisema, ikionya kuwa operesheni za kijeshi za Israel katika ukanda wa Asia Magharibi ni tishio si tu kwa amani ya eneo bali pia kwa usalama wa kimataifa. Shambulio hilo la Jumapili ni ukiukwaji mwingine wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa kati ya Israel na Hezbollah mwaka 2024 baada ya vita vikubwa vilivyozuka mwaka 2023. Katika tukio tofauti, shambulio la anga la Israel katika kambi ya wakimbizi ya Ain al-Hileh karibu na Sidon Jumanne usiku liliua watu wasiopungua 14 na kujeruhi wengine kadhaa, wakiwemo wanafunzi. Tangu Oktoba 2023, takriban watu 4,000 wameuawa na zaidi ya milioni 1.2 kulazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na mashambulizi ya Israel nchini Lebanon, kwa mujibu wa takwimu za serikali ya Lebanon. Katika hali ya taharuki katika ukanda wa Mashariki ya Kati, taifa la Israel linazidisha mashambulizi kuwalenga viongozi wa Hezbollah pamoja na vituo vyake vya silaha, likidai kwamba linakomesha kabisa matishio ya kiusalama mpakani mwa taifa hilo dhidi ya raia wake wa Israel. Mtazamaji wetu, kuna mengi utakwenda kuyafahamu, lakini ili kuweza kuwa kwanza kufahamu yote kutoka hapa Kazoni Media, basi ni kusihi kama bado hujaweza kusubscribe uweze kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.